Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri duniani, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kile kinachoelezwa na wachambuzi wa mambo wakiungana na kile kilichoelezwa pia na Urusi kwamba Umoja wa Mataifa hauna meno juu ya kuchukua maamuzi magumu kutokana na matukio mbalimbali yanayojiri katika ulimwengu. Moja kati ya kazi kubwa za Umoja wa Mataifa ni pamoja na kuhakikisha amani na tawala katika ulimwengu, lakini Umoja wa Mataifa katika kipindi hiki umekosa meno ya kuhakikisha unadhibiti juu ya amani kuendelea kuwepo katika ulimwengu, na hivyo kumekuwa na mikwaruzano ya kila siku, huku baadhi ya mataifa yakionea mataifa mengine kwa kutumia nguvu walizokuwa nazo. Hayo yanajiri baada ya Urusi kusema kwamba inaunga mkono wazo la kufanyia mageuzi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kulirekebisha kwa hali halisi mpya. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema akijibu swali la mwandishi wa TASS miongoni mwa mashirika ya habari ya nchini Urusi ya kiserikali. Anasema, "Kwa hakika tumeunga mkono mara kwa mara wazo la kuleta mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kurekebisha Baraza la Usalama kwa uhalisia wa nyakati zinazobadilika haraka sana," Peskov alisema alipoulizwa kama anatazama matamshi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu hitaji la kufanya mageuzi kwenye UNSC na kupunguza nguvu ya kura ya turufu ya wanachama kama jaribio la kurekebisha matokeo ya vita vya pili vya dunia na jukumu la USSR ndani yake. Wachambuzi wanasema kwamba moja kati ya changamoto ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni kura ya turufu waliokuwa nayo baadhi ya wanachama wa umoja huo, na kwamba wengine hawana nafasi katika Umoja wa Mataifa. Mara kadhaa kumekuwa na maamuzi ambayo yanahitaji kutumia nguvu, lakini Umoja wa Mataifa umeshindwa kuchukua jukumu hilo. Zimetokea vita, kumetokea mizozo kadhaa ulimwenguni, lakini Umoja wa Mataifa umeshindwa kutatua mizozo hiyo. Awali Guterres alisema kuwa mageuzi katika UNSC yalikuwa ya lazima, kwani muundo wake wa sasa unaonyesha hali halisi ya mwaka 1945 na sio ile ya ulimwengu wa sasa ambayo anasema husababisha uhalali wa maswali ya ufanisi. Pia mkuu huyo Umoja wa Mataifa anasema anaunga mkono mapendekezo ambayo ni kutokana na Ufaransa na Uingereza kuzuia haki ya kura ya turufu, haswa katika hali ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwishoni mwa Agosti, Rais wa Urusi Vladimir Putin aliliambia shirika la habari la Xinhua nchini China katika mahojiano kwamba Moscow na Beijing zinaunga mkono mageuzi katika Umoja wa Mataifa, hasa wanapotetea uwakilishi mpana wa nchi za Asia, Afrika na Amerika ya Kusini katika UNSC. Mataifa mengi hasa ya Afrika yamekosa uwakilishi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hivyo ni wakati mwingine wa kufanya mabadiliko ili kuhakikisha wanakuwa na wawakilishi wa kudumu wa baraza hilo. Kadhalika juu ya kura ya turufu ambayo wamepewa baadhi ya wanachama wa umoja huo, ni kura ambayo kimsingi imekuwa ikinyima haki za wengine, ambapo taifa linaweza likaharibu kura za watu wengi katika Umoja wa Mataifa na kukataza jambo fulani ambalo pengine lina maslahi kwa watu wote, lakini kwa sababu ya maslahi yake mataifa yenye kura za turufu yamekuwa yakitumia kura hiyo kwa ajili ya kukandamiza wengine. Hata hivyo, mfano umeelezwa katika nchi ya Marekani ambayo pia ina kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo mara kadhaa inapotakiwa kuadhibiwa Israel, Marekani imekuwa ikinyoshia kidole mataifa mengine na kutumia kura yake ya turufu kupinga kura ambayo itapigwa ya pamoja. Kadhalika upande wa Urusi na China mara kadhaa zimepinga juu ya kuadhibiwa kwa Korea Kaskazini ambayo imekuwa ikitengeneza makombora ya nyuklia. Hata hivyo, wakati huu Urusi pamoja na China zimeapa kwamba zitasimama imara kupinga mpango wowote kwa kutumia kura zao za turufu dhidi ya Iran, hasa kwenye suala la nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.